Hatima yangu sehemu ya kwanza. Karibu katika simulizi mpya inayokwenda kwa jina la Hatima yangu, simulizi iliyojaa visa na mikasa ya kusisimua, simulizi inayoelezea maisha halisi wanayopitia baadhi ya familia. Anayetuelezea kisa hiki ni mwanamke anayefahamika kwa jina la Tabu. Ni kipi ambacho kilimpata Tabu hadi kufikia hatua ya kutupa kisa hiki kinachokwenda kwa jina la Hatima yangu? Basi twende sambamba mwanzo hadi mwisho wa simulizi hii. Mtunzi na msimuliaji wa simulizi hii ni mimi Faraja Simkwai. Unaweza kunipata katika mitandao ya kijamii, Facebook, Instagram, TikTok pamoja na YouTube. Napatikana kama Faraja Simkwai. Wanasema kila mtu ana hatima yake katika maisha haya. Kila mtu huishi ni kwa sababu ya hatima yake. Haijalishi itaisha kwa uzuri au kwa ubaya, lakini hiyo ndio hatima ulioandikiwa. Na wengi wetu tumejikuta tukiishi nje ya hatima zetu kwa kufosi vitu kuwa vyetu, wakati tukiwa na uhakika kabisa halikuwa fungu letu. Lakini yote kwa yote, Mungu ndiye kila kitu katika maisha yetu. Kwa majina yangu mimi nafahamika kama Tabu Evody. Ni mkazi wa hapa jijini Dodoma, katika kijiji kimoja kinachofahamika kama Igandu. Elimu yangu mimi ni ya darasa la 7 tu. Sikufanikiwa kusoma kutokana na hali duni ya familia yetu. Mimi ni mtoto wa 5 kati ya watoto 9 wa mzee Evody. Kwa sasa nina umri wa miaka 40. Nipo nyumbani, sijaolewa. Inashangaza Ndio hivyo, kila jambo na wakati wake. Kuna wakati wa kupata na wakati wa kukosa. Na duniani kuna mafungu mawili tu ya riziki, kupata au kukosa. Hayo mengine 5 yaliyobaki ni ya wanadamu waliyaunda. Siamini katika 7, naamini katika 2. Katika familia yetu tulizaliwa watoto wa kiume 5 na wa kike ni watoto 4. Kati ya ndugu zangu wote hawa, hakuna hata mtu mmoja ambaye alifanikiwa kutoka kimaisha. Hivyo ndugu zangu wote walikuwa na maisha ya kawaida sana, hata mimi nikiwa ni mmoja wao. Japo kila mtu alifurukuta kwa upande wake, lakini bado hatukuweza kutoboa katika maisha haya. Yaani ilikuwa unafanya kazi ngumu tena kwa muda mwingi, lakini malipo yake yalikuwa ni madogo sana, ambayo yalikuwa yanatosha tu kwa mahitaji ya kula na si katika maendeleo ya nyumbani. Basi ikabidi tukubali ule msemo usemao kwamba ng'ombe wa maskini hazai. Tukalizika na hali zetu. Dada zangu walifanikiwa kuolewa, lakini na wanaume wenye vipato vya chini, na kaka zangu pia nao walioa wanawake wa viwango vyao. Yaani katika familia yetu ilikuwa ikitokea shida labda ya shilingi 100,000, basi hiyo laki tutaitafuta ndani ya mwezi mzima, tena kwa kujichangachanga sana familia nzima, na huku wengine wakitoa michango yao kwa manunguniko makubwa sana, kwa kujilaumu kwa kutoa michango yao kwa ajili ya kusaidia familia. Na hiyo ndiyo hali yetu katika familia yetu, ambayo wengi waliita ni familia kimaskini sana katika jamii ambayo tulikuwa tukiishi. Basi ili nami nisiwe kama ndugu zangu wengine, nilihakikisha kwamba najituma kwa kufanya vibarua mbalimbali na kujipatia pesa kwa ajili ya kukidhi mahitaji muhimu pale nyumbani. Na pale nyumbani tulibaki watoto 2 tu, mimi pamoja na mdogo wangu wa kiume, na wakati huo mimi nilikuwa ni binti wa miaka 20 tu. Lakini wakati naendelea na mishemishe zangu za kujitafuta, ndipo nilipobahatika kukutana na baba mmoja ambaye alijitambulisha kwangu kwa jina la Isaac, na kipindi hicho yeye alikuwa na umri wa miaka 42. Baba yule aliniambia kwamba miaka 3 nyuma iliyopita alifiwa na mke wake. Hivyo tangu kipindi hicho hakufanikiwa kuoa, lakini macho yake yamedondokea kwangu. Anahitaji mimi niwe mke wake. Kutokana na umri wake mimi nilimkataa. Japo alikuwa ni mfanyabiashara mkubwa, lakini sikutaka pesa zake zinunue furaha yangu itakaonigharimu asilimia kubwa ya maisha yangu. Nikamwambia Isaac kwamba asante kwa kuonyesha nia dhati ya Isaac ya kutaka kunioa, lakini mimi sipo tayari kuolewa na wewe. Ni kwa sababu umenipita miaka mingi sana, na mimi bado ni binti mdogo. Naweza kukusumbua kwa sababu wewe unaonekana unanipenda, lakini mimi sikupendi. Haijalishi unaishi maisha gani mazuri, lakini furaha yangu ni muhimu zaidi. Tafadhali usitumie nguvu kubwa kwa ajili ya kunipata, kwa sababu hautafanikiwa. Isaac akaniambia, najua Tabu. Najua kwa kile unachokifikiria kwa wakati huu. Ni kwa sababu ya utofauti mkubwa wa umri wetu. Lakini Tabu, wewe pia ni binti, tena ni binti mkubwa ambaye unafaa kuwa mke wangu. Unajisikiaje ukanikataa mimi Isaac, kisha ukaenda kwa kijana wa rika lako akakuchezea tu kisha akakuacha solemba? Yaani unikatae mimi kisa umri, alafu ukaharibikiwa maisha huko mbeleni. Huoni ni hatari Tabu? Mimi sitaki upate tabu kama ndugu zako wengine, na kama lilivyo jina lako Tabu, ninachotaka kwako ni kukupa furaha,
na ukafuta historia ya familia yenu kwamba nyinyi wote mtaishia katika maisha ya kimaskini. Na samani kama maneno yangu yatakuwa kero, lakini ni vile tu najaribu kuwasilisha hisia zangu kwako Tabu. Tabu, sio lazima unipe jibu siku ya leo. Naweza nikakupa muda ukaenda nyumbani kujitafakari zaidi. Mwisho nitasubiri jibu lako. Nikamwambia sawa Isaac, subiri nikajifikirie, lakini pia nikawashirikisha wazazi kama watakuwa tayari, basi jibu nitakupatia. Isaac akaniambia sawa mama. Basi usichelewe sana kunipatia jibu. Baada ya hapo tukaagana mimi pamoja na Isaac, lakini nilimwambia kwamba nitamfikiria, lakini ukweli ni kwamba sikuwa na hata lepo la kumfikiria mwanaume yule, ni kwa sababu nilikuwa simpendi. Basi maisha mengine yakaendelea, lakini kilichonishangaza ni Isaac kwanza kuhudumia familia yangu. Yaani akawa analeta mahitaji pale nyumbani kama mchele, unga, mafuta, sabuni, na huko akiwaambia wazazi wangu kwamba mimi na yeye tumeshakubaliana. Hivyo wazazi wangu wakawa wanachukua zawadi nyingi kutoka kwa Isaac. Nakumbuka siku moja jioni tukiwa jikoni tunapika, mimi pamoja na mama yangu, nikamuuliza swali la utani. Nikamwambia mama, kuna mtu ameuza figo nini humu ndani? Mama akanijibu, kwa nini umeuliza hivyo Tabu? Nikamwambia mama, naona ndani ya mwezi huu vitu vinavyopikwa humu ndani ni hatari. Hatujai kula hapo kabla. Mara wali nyama, sijui ndizi samaki, vinywaji vya kutosha. Yaani nikimwangalia baba anaenda kuweka heshima ba. Ni lazima nishtuke, ni kwa sababu najua wazazi wangu hamna biashara ya kuwaingizia kipato cha kuwafanya mle vyakula vizuri kama hivi. Mama akaniangalia usoni kisha akasema, ila wewe una Tabu kama lilivyo jina lako. Sasa unachoshangaa nini hapa? Wakati unajua fika kwamba anayeleta hivi vyakula ni mchumba wako Isaac. Kwa hiyo ulituficha, ulijua siri Yule baba ni mtu mzima, hawezi kuwa na mahusiano kujificha ficha kama mtoto kama au vijana wenu wapuuzi. Nikasema mama nini? Unasemaje mama? Kwani vitu vyote hivi tunavyotumia ni vya Isaac? Mama akasema ndio, kwani ajabu? Nikamwambia mama ndio ni ajabu. Mama unawezaje kunifanyia vitu kama hivi mimi binti yako? Kwa nini mnapokea vitu pasipo kunishirikisha? Ili mjue msimamo wangu ni upi mama yangu. Kwani kuna kosa kubwa ambalo nimewahi kuwafanyia wazazi wangu kiasi cha kufikia kunichoka kiasi hicho? Mama akaniangalia kwa jicho lenye kiulizo. Kisha akasema, hakuna kosa. Kwani wewe Tabu vipi? Mbona sikuelewi? Kwani humtambui Isaac? Nikamwambia mama, mimi yule mwanaume nilimkataa na sikutaka kabisa mazoea mimi na yeye. Kwa nini lakini mmenifanyia hivi wazazi wangu? Mnataka kunitoa sadaka kwa vitu ambavyo hamwezi kuvilipa. Mtalipa nini siku akitaka vitu vyake? Mama yangu akaniambia, mtoto koma tena ufunge huo mdomo wako kabla sijakuchapa vibao sasa hivi. Ala, yani Neema imekuja katika nyumba yetu kwa kumpata baba mwenye pesa zake na anaidumia familia yetu pasipo kinyongo. Alafu unasemaje wewe? Aliyekwambia kwamba wewe una uhuru wa kuchagua mwanaume hapa kijijini ni nani? Dada zako wameolewa na wanaume wanaowataka. Wametuletea nini zaidi ya kutuongezea umaskini katika familia yetu? Alafu bahati inakuja unasema eti, mimi simpendi, ni mtu mzima, ni babu yako huyo, kwamba unamuogopa. Hebu nitolee uchuro hapa. Ulivyokuwa unakula vitamu ulijua vinashuka kwa Roho Mtakatifu Muangalie kule. Haya toka hapa. Nisione sura yako hapa. Tizame kule. Ikabidi nitoke mbio kuelekea chumbani kwangu huku nikilia. Niliona kwamba wazazi wangu wamenikatili kwa kiasi kikubwa sana kwa kumpokea mtu ambaye mimi nimemkataa. Mpaka muda huo sikujua mwisho wake ni upi. Baada ya siku 2 kupita, Isaac alikuja tena nyumbani huku akiwa amebeba vitu vingi kama kawaida yake. Alileta mchele wa kutosha, unga, sabuni, dagaa na maharage na vitu vingine vingi. Na kama haitoshi, akawapa na laki, yani mama akapewa shilingi 100,000 na baba akapewa shilingi 100,000. Basi wote wakazipokea pesa zile wakiwa na furaha ya kutosha. Wakati Isaac anajiandaa kuondoka, ndipo baba akamuita na kusema, mkwe, unaenda wapi? Usubiri hata chakula jamani." Eti baba anamuita Isaac mkwe, mtu ambaye hata mahali hajatoa, kwa sababu tu ya vijizawadi vyake anavyoleta hapa nyumbani. Tayari amepewa na cheo cha mkwe. Isaac akasema, samahani baba, nilipita tu hapa mara moja kuwasalimia. Kuna sehemu nilikuwa nawahi. Kuna mama mmoja ni mama ntilie huwa anaenda kula, hivyo akifunga mapema nitalala njaa." Baba akasema, mateso yote hayo ya kazi gani kijana wangu? Wakati hapa tayari tumekupokea. Hebu subiri kwanza." Kisha baba akageuza shingo na kuanza kuniita, "Tabu, we Tabu." Kwa haraka nikaitika, "Abe baba." Baba akasema, "Hebu njoo haraka hapa, chap chap." Nikasema, "Sawa baba." Basi nikaa nakimbilia ile sehemu ambayo alisimama baba pamoja na Isaac. Nilipofika, nikamsalimia Isaac, "Shikamoo baba." Kabla Isaac hajaitikia salamu yangu, baba yangu akadakia juu kwa maneno makali, "Mpumbavu we binti, ni baba yako huyu. Huoni hata aibu? Mtizame kwanza macho yake. Kumzesha tu kijana wa watu.
Sasa sikiliza, mwenjua anahisi njaa, nenda kampikie chakula tena vizuri. Nikamwambia sawa baba, nimekuelewa. Basi baba pamoja na Isaac wakaingia ndani kukaa, na mimi nikaelekea jikoni kupika, huku moyoni nikiwa na machungu yasiyo kifani. Nikawa najiuliza, hivi wazazi wangu kweli wameona ni sahihi kwa hiki wanachonifanyia, au kwao pesa ndio kipaumbele? Eti wanaficha aibu ya umaskini kwa kunitoa mimi sadaka? Nilikuwa najiuliza maswali haya huku nikiendelea kupika. Nilipomaliza kupika, nikapeleka chakula sebreni kwa ajili ya Isaac ili aweze kula. Na baada ya Isaac kula chakula kile na kushiba, akasema, "Da, hakika hichi ni chakula kitamu sana ambacho sijawahi kukila hapo kabla. Yaani hata marehemu mke wangu hajawahi kunipikia chakula kitamu kama hiki. Kama ni Tabu amepika, hakika mapishi ameyajua." Baba akamuuliza Isaac, akauliza, "Oh, umekipenda chakula mkwe?" Isaac akasema, "Ndio baba, nimekipenda sana chakula hiki. Chakula hiki ni kitamu sana. Hakika nimefurahi kukila chakula chenye ladha tamu na kisichoisha hamu kama hiki." Baba akasema, "Du, una maneno wewe kijana. Itakuwa kweli umekifurahia chakula hiki." Kisha baba akasema, "Sasa mwanangu, hakuna shida. Wewe umetusaidia sana ndani ya muda mchache tuliofahamiana. Na sisi hatuna uwezo wa kurudisha fadhila zote ambazo umetupatia." Baada ya baba kuongea maneno hayo, akakaa kimya kidogo, kisha kaniita, "Wewe Tabu, hebu njoo hapa." Basi mimi nikatii wito. Nilipofika ndani nikakaa kwenye kiti. Kisha baba akaanza kuongea, "Wewe Tabu, unamfahamu huyu aliyekaa mbele yako?" Nikamwambia, "Baba, simfahamu, ila huwa namuona tu mara kadhaa hapa, anakuja hapa nyumbani." Baba akaniambia, "Wewe acha janja zako hapa. Humfahamu wakati huwa anakuja kwa ajili yako, na mama yako ameniambia lengo lako na akili zako mbovu hizo. Sasa sikiliza, kuanzia sasa huyu ni mume wako." Nikasema, "Hapana baba, unasemaje? Kwa nini awe yeye Isaac? Mimi simtaki. Sitaki awe mume wangu." Baba akanichapa kofi zito lililotoa katika shavu langu la kushoto na kuniambia, "Pumbavu, unapata wapi ujasiri wa kunipinga mimi baba yako? Utalipa vitu alivyotupa Isaac? Kwani huyu ni kichaa kwamba nyumba zote hapa kijijini hajaziona hadi aje hapa? Alafu leo unaniambiaje?" Kisha akamgeukia Isaac na kumwambia kwamba, "Isaac, kuanzia leo mwisho kula katika vibanda vya mama ntilie. Huyu hapa ndio mkeo kuanzia sasa. Mimi baba yake nimeamua na nimeridhia iwe hivyo." Kisha baba akamuita mama, "We mama Tabu, hebu njoo hapa." Mama akaja sebreni. Baba akasema, "Huyu Tabu leo anaondoka na mume wake. Muandalie nguo." Isaac akasema, "Oh, hapana mzee. Haina haja kubeba nguo. Nitaenda kumnunulia huko. Maadamu umenikabidhi, haina shida. Mimi nikushukuru sana mzee wangu. Hivyo naomba kuaga, nataka niwahi nyumbani kabla giza halijatanda." Baba akasema, "Sawa, basi usichoke kunitembelea kijana wangu, sawa?" Isaac akamwambia baba, "Sawa." Siku ile nililia sana, kuna mtu ambaye alikuwa upande wangu. Sio mama wala baba, na ndugu zangu wengine ambao walikuwa wanakaa karibu na pale nyumbani hakunionea hata chembe ya huruma. Zaidi wakiniambia kwa maneno ya kunikandamiza kwamba wenzio tulikuwa tunazitafuta bahati kama hizo, hatukuzipata. Ila wewe umepata nafasi ya kuipata, unataka kuichezea. Kwa hiyo ulitaka kuzekea hapa nyumbani. Nenda bwana kwa shemeji yetu tajiri, na sisi nyota ing'ai sasa. Tumechoka kuitwa familia ya kimaskini kila siku." Kila mtu alikuwa akinirushia mishale yenye maneno makali kwa upande wangu. Hawakutaka kujali hata chembe ya maumivu niliyokuwa nikiyapitia kwa wakati huo. Walichojali wao ni furaha zao tu. Nikakubali matokeo kwenda kuishi na mwanaume ambaye si chaguo la moyo wangu. Nikamwambia Isaac, "Ukweli ni kwamba umefanikiwa kuteka fikra za ndugu zangu na sio mimi. Laiti moyo ungekuwa na kioo, ningekufungulia nikuonyeshe ni namna gani nafsi yangu inasononeka kwa namna nilivyolazimishwa kuolewa na mtu kama wewe." Isaac, moyo wangu sio kama mafungu ya nyanya sokoni kwamba kila mnunuaji ni lazima apite kwa kuyachagua mafungu haya. Wala moyo wangu pamoja na hisia zangu si parachichi kwamba ili mnunuaji avutiwe na mimi ni lazima aminyeminye kwanza ili kujiridhisha kuiva kwa parachichi hilo. Na huenda kwangu haya ni maumivu yaliyopita kiwango, ila kwako ni furaha sio kifani. Laiti kama maisha haya yangekuwa na mapumziko, basi ningeenda kupumzika ili kuondokana na maumivu yote haya ninayopitia. Na kama yakiisha, basi ningerudi, lakini ndio hivyo, haiwezekani. Hakuna kupumzika mpaka hatima yangu itimie. Asante sana kwa yote ulionifanyia. Nashukuru sana Isaac. Niliongea huko nikibubujikwa na machozi mengi sana. Isaac akaniangalia kisha akasema, "Unafikiri mimi nitatishika na hizo mithali zako? Sikiliza binti. Kabla sijaja kwenu, nilichunguza familia yenu ili kujua ni familia ya namna gani. Lakini baada ya kufika kwenu, kuwapa mchele kidogo tu, wakamwaga siri zote za familia na kunipa wewe kama zawadi. Ni kwa sababu ya umaskini wenu. Ulijifanya una msimamo kipindi kile, ona sasa.
Ni kitu gani ambacho kimetokea? Yaani kukusifia tu kidogo kwamba unajua kupika, wakanipa na jiko niondoke nalo. Hii si ndoto Tabu, bali ni uhalisia. Kama lilivyo Tabu jina lako, na vitu vyangu huwa haviendi bure. Ni lazima mtalipia tu, na wewe ndiye mlipaji wa familia yenu. Sasa sikiliza. Ukimaliza kulia, chumba cha kulala ni kile pale. Mimi pia naenda kulala. Unanitishia kulia kwa machozi ya uongo hapa? Mwenzako nilishawahi kuyaona machozi hadi ya samaki. Sembuse yako. Ala. Kisha Isaac akaelekea chumbani kulala. Nilimwangalia Isaac pasipo kummaliza. Nikaa najiuliza, hivi ni wanaume wote ambao wana tabia kama za Isaac? Lakini mimi mbona bado ni mdogo kwake? Nakumbuka siku moja wakati namwambia mama kwamba mimi siwezi kuolewa na Isaac kwa sababu mimi bado ni binti mdogo. Mama yangu aliniambia kwamba, aliyekwambia wewe ni mdogo nani? Wewe ni binti mkubwa, na huo udogo wako utaenda kukulia kwa mume wako. Mbona kuna mabinti wengine wadogo tu na wanaolewa vizuri, wanaenda kuishi maisha mazuri? Yaani sisi hatuwezi kukubali mwanaume huyu akuache. Tutafanya kila mbinu imradi uende kuolewa na Isaac. Kiukweli nilipowaza maneno haya ya mama, nikaona kwamba mimi si kitu katika familia yangu, kwamba familia yangu imenitenga, imeamua initoe sadaka kwa mwanaume huyo ni kwa sababu ya umaskini wa familia yangu. Lakini nitafanya nini sasa? Nitafanya nini Tabu? Mimi hakuna mtu aliye upande wangu. Kila mtu ananinyoshia vidole mimi kwamba ni binti ambaye ni mpumbavu, ambaye sitaki kuolewa na mwanaume huyu tajiri. Lakini ikabidi nikubaliane na ukweli kwamba natakiwa tu kumkubali Isaac kama yeye ni mume wangu. Huenda mambo mengine ya ndoa nitajifunza nikiwa hapa nyumbani kwa Isaac, na nitazoea kuishi maisha haya kama wengine walivyozoea. Lakini moyo wangu ulikuwa na maumivu makali yasiyopimika. Niliona kabisa familia yangu imenikatili kwa asilimia kubwa sana. Ni vipi naweza kumpenda mwanaume huyu? Ni vipi naweza nikamjali kama mume wangu? Nitamtazama vipi mwanaume huyu? Hatima yangu bado inaendelea. Na huo ndio mwisho wa sehemu ya kwanza wa simulizi yetu inayokwenda kwa jina la Hatima Yangu. Tabu bado ana historia ndefu ya kuweza kutueleza ni ipi hatima yake mpaka sasa hadi kufikia umri wa miaka 40. Kama umesikiliza mwanzo, Tabu anasema yuko nyumbani, wakati hapa anatuambia aliolewa na Isaac. Ni kipi ambacho kilimfanya atoke kwa Isaac mpaka kwenda kuishi nyumbani peke yake? Usikose kufuatilia muendelezo wa simulizi hii. Mtunzi na msimuliaji wa simulizi hii ni mimi Faraja Simkwai. Unaweza kunipata katika mitandao ya kijamii Facebook, Instagram, TikTok pamoja na YouTube. Napatikana kama Faraja Simkwai. Hatima yangu.